Na hizi ni simulizi za Ropai Update. Hey, karibu kwenye kipindi cha simulizi hadithi zenye maana kutokea Ropai Update, Ropai Online TV. Niko na dada Lili kwenye kipindi chetu cha pili ambacho tunaendelea kuzungumzia ile hadithi yake. Sasa tulishia pale ambapo umemgundua mwanaume kwamba ni mchawi. Kwa hiyo baada ya kugundua ukafanyaje? Baada ya kugundua nilijitahidi sana na maombi. Kaendeleza maombi. Nikaendeleza maombi. Na nilienda kumshirikisha mchungaji katika kanisa nilikuwa nasali. Kwamba sasa nimegundua. Sasa nikamwambia upeleleze. Nikamwambia kile ulichokuwa umeniambia nilikifanyia kazi na nimekuja kukiona. Akaniambia nilikuwa mimi ninaonyeshwa kwenye maono na ndio maana nikakwambia kamchunguze mwanaume wako. Kuna mambo hayako sawa hapo nyumbani. Mchungaji akaniambia lakini hakuna kitakachoshindikana. Kazana na maombi. Alafu nitakupa maji ya upako. Basi mchungaji alinipa maji ya upako yale, akaniambia nyunyizie kwenye nyumba. Nizungushe kwenye nyumba yote. Nizungushie yale maji. Nikachukua yale maji kweli, nienda pale nyumbani, nikayazungushia kwenye nyumba yote, nikamwaga maji yeni kwenye nyumba yote. Nilipomwaga tu mwanaume naye bahati nzuri akawa amekuja. Lakini ule mwanaume alipokuja hakuingia ndani, aliishia nje humo, afu akaniita. Akaniambia naomba utoke nje. Akaniambia hii nyumba umeweka kitu gani? Nikamwambia kwani nimeweka nini? Mimi sijaweka chochote na sikutaka kumwambia kwamba nimeweka maji kutokana na jinsi alivyo. Akaniambia kuna kitu umeweka. Unataka kunimaliza? Nikamwambia hamna mume wangu, mimi tu mbona sijafanya chochote. Lakini akawa mkali, yani alikuwa mkali kweli kweli, yani alikuja alinigombeza. Akaniambia sasa kama unataka kucheza ligi na mimi ndio umeanza. Kwenye nyumba yangu. Nikamwambia mimi sijafanya chochote, nilikata nikakana. Aliondoka yule mwanaume, hakuingia ndani. Alivyoondoka mimi nikaingia ndani, nikaomba, nikamshirikisha na mchungaji, nikaenda kwa mchungaji akaniambia kazana na maombi. Yaani ukazana na maombi manake huyu mwanaume wako anaonekana ni mshirikina mkubwa sana. Basi niliendelea, lakini vitu nilivyokuwa ninaviona pale ndani vilikuwa vitu vinatisha. Yani baada ya kunyunyizia ile maji ndo nikaanza kuona sasa mume wangu vitu alivyofanya. Siku moja nilikuwa ninafanya usafi, nikawa ninasafisha nyumba. Baada ya kusafisha nyumba nikasema ngoja nisogeze kitanda ili nisafishe na uvungu. Sababu zile vumbi. Lakini nilivyotaka kunyanyua kitanda nisogeze kitanda kilikuwa ni kizito. Yaani kile kitanda tulikuwa na kweli kile kitanda yani nilikuwa kila nikitaka kusafisha nakuwa nahairisha. Na alikuwa ananiambiaga huku kwenye hichi chumba usiwe unasafisha sana. Safisha tu vyumba vingine. Basi na nilikuwa mimi napenda sana nikipanga sana ndani ya nyumba niwe na leo unakuta chumba leo umepanga kitanda sehemu hii, kesho umeweka hii. Sasa nilikuwa nikitaka kuhamisha, mume wangu ananiambia usihamishe, kiache tu hapo hapo. Basi huaga nikawa sifanyaje usafi kwenye kile kitanda. Lakini nilipojaribu kinyanyua kile kitanda kilikuwa ni kizito. Yaani kiasi kwamba mpaka nilishindwa kukisogeza. Nikamuita kijana wangu nikamwambia hamna. Kweli tushindwe kusogeza hichi kitanda. Nilipomuita pale basi tukasogeza kwa shida, lakini lilikuwa ni kitanda lizito na kitanda ukiangalia kiko simple. Yani hasogele kitanda kwamba kimbao zake ni zile ngumu, yani nzito. Hizi za kawaida sofa beds. Basi tukakisogeza, nikamwambia basi wewe nienda, mimi ngoja niendelee na usafi. Nikatoa kigodoro, nikatoa chaga. Nilipotoa chaga tu ile nimetoa tu chaga, nikaona chungu. Yaani nilishtuka. Kuna chungu ndani huko. Mbona sijai kujua kwamba kuna chungu huko ndani? Nikataka kujua kwenye chungu kuna nini? Kimefunikwa au? Kile chungu hamna, kilikuwa tu kimewekwa kitambaa juu. Okay. Kitambaa cheupe juu.
Mimi nikatoa basi, lakini nilishtuka tu kidogo, lakini nikachukulia tu kama kawaida. Nikafunua. Ile nimefunua nikaona kumewekwa kama kitambaa chekundu ndani yake. Ndani yake. Lakini kile kitambaa chekundu kina kitu yani kama kinadunda kama Mungu. Kinafanya hivi. Nilishtuka mpaka nikakitupa. Nikakiacha pale pale. Nilipokishika nikajua labda ni hela zimefungwa kwenye kitambaa, na kile kitambaa kilikuwa chekundu. Lakini nilipokishika kinafanya hivi. Yani nilishtuka nikakiachia. Sasa nikarudisha nikasema kwa sababu lakini ninamjua mume wangu ni mtu wa mambo ambayo yana nguvu za giza na ni mfanyabiashara, nikasema natakuwa labda wafanyabiashara wanatumia na nguvu za giza. Niliomba nikarudishia vile vitu, nikajifanya kama hamna kitu. Haya, nikawa tu nikampigia mchungaji akaniombea kwenye simu. Nimekaa tu kama nusu saa, yule mwanaume akanipigia simu akaniambia, bado unaendelea kunitafuta? Unaendelea kunichokoza? Nikamwambia, kwani nimefanya nini? Wewe nilikuambiaje? Si nilikwambia kwenye hicho kitanda usikisogeze, usikipeleke pengine. Nikamwambia, wewe umejuaje? Aligundua Nikashtuka nikamwambia, kwani wewe umejuaje? Anasema, umesogeza kitanda na umeangalia hicho kilicho. Sasa kama unataka kucheza na mimi nitakuonyesha. Basi yule mwanaume akanitishia vitisho vikali. Niliishi kwa vitisho vikali. Yule mwanaume akawa haji akanyagi pale nyumbani, nikakazana maombi, na alikuwa ni mtu anasafiri, anakaa hata mwezi mzima, miezi miwili. Lakini kumbe yule mwanaume maisha yake hata pale tulipokuwa tunaishi mimi na yeye ilikuwa tu yani ana sehemu zingine nyingi tu pale tulikuwa tunaishi mimi na yeye, lakini ni mtu ambaye yani ni mkubwa kibiashara, kiuchumi, yuko vizuri sana yani. Okay, yani alikuwa kama makuficha hivi. Yani tu anaishi na mimi lakini ananiigizia, lakini ni mtu ambaye ana vitu vingi na biashara zake ni kubwa zaidi ya zile. Na kweli kuna kipindi nilikuwa namuona anakuja na gold, vitu vya gold, namuuliza na vitu nimenunua, nilipewa na bosi wangu. Lakini mimi sikufuatilia sana, lakini kumbe alikuwa ni mtu ambaye ana ushirikina na nguvu. Biashara zake alikuwa anatumia kwa kutumia vitu vya giza. Basi yule mwanaume akawa sina amani, ananiendesha kweli kweli, ananitisha. Kwa mauzauza nikawa ninaona nakazana na maombi, lakini nikashindwa. Baada ya pale nikashindwa kukaa pale kwenye nyumba. Ukashindwa kabisa. Kutokana na vitu nilivyokuwa naviona na mwanaume alinitishia. Yani mpaka nilikuwa usiku kama ni tofauti na pale kwa yule mwanaume wako wa kwanza. Ni tofauti. Ni pale hapo ni kwake. Hapo ni kwake. Kule kwenye nyumba niliweka tu mtu. Okay, sasa. Sasa alivyonitishia nini nikawa naogopa, na vitu nilivyokuwa naviona pale mauzauza. Nikaona tu ni heri tu niondoke, niende kakae kwenye ile nyumba yangu nilikuwa nakaa na watoto wangu. Basi nikaondoka, nikaa tu naendelea kwenda kanisani, nakaa kwenye ile nyumba bana. Lakini baada ya kurudi huku kwenye hii nyumba nimekaa tu kidogo, kama muda tu wa mwaka mmoja hivi. Siku moja nilikuwa nimekaa hapo nje, niko na mtoto wangu huyu mdogo. Huyu mdogo. Nilikuwa nadhani nilikuwa nafua, kama sio kufua ni kuosha vyombo. Unaga tabia kuwa nafanya kazi? Nilikuwa nafanya kazi, shughuli za hapo nyumbani. Unaga tabia kuwa nafanya kazi, unafanya mwenyewe kila kitu? Sijai kumiliki mfanyakazi. Okay. Basi nilikuwa nimekaa pale, mtoto wangu naye alikuwa anacheza pale. Nashangaa watu wanakuja na pikipiki. Wamekuja watu wawili, alafu ukaja na pikipiki ingine na imebeba yupo mtu wapo wawili. Yaani walikuwa jumla ni 4. Pikipiki mbili, watu wawili. Wawili. Sasa wakashuka pale, wakawa wamesimama pale. Nikawakaribisha, karibuni. Lakini nikija kumwangalia kwenye hao watu 4, mmoja wapo alikuwa ni yule mwanaume ambaye alinioa, ambaye alikuwa shona. Yule wa mwanzoni kabisa. Yule wa mwanzoni ndio. Kuacha wa kijijini, yule ambaye alikuwa shona. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Update,
hadithi inazidi kukolea. Kwa jukumu lako ni kusubscribe, kulike na comment Ropai Online TV. Na kumbuka kipindi kimedhaminiwa na Kavishe Bando. Kwa hiyo ukitaka kujiunga na mabando na nini, unaweza ukapiga kuna nani ataweka hapo chini Lektanedi, utakiona ambacho kinakuonyesha namna ya kujiunga na Kavishe Bando, au sio? Dada yetu yuko smart kabisa, ukituma hela tu anakuunganisha. Kuna tuma unasema tu niunge. Ya. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ikawaje? Unaona zile pikipiki? Mimi nikawakaribisha sasa. Nilipowakaribisha nikamwambia karibuni. Mume akaniambia nimekuja. Nikamwambia mbona uko hivyo? Akaniambia kuna matatizo mengi yamenikuta, ndio maana mpaka nimekuja hapa. Na hapa kilichonileta mimi, unamwona huyu, akanionyesha kati ya wale watu watatu pamoja naye ni wanne. Akaniambia huyu hapa ni mwanasheria wangu. Haya, hapa kuna mteja wakuja, yeye mteja ambaye anakuja kununua nini, nyumba. Nikashtuka. Akaniambia, nikamwambia nyumba, ananunua nyumba gani? Akaniambia nyumba hii ambayo unaishi wewe. Mimi kuna matatizo amenikuta sasa, kwa sababu nyumba yangu hii bado ipo. Nimeona bora nije. Nimeona bora nije nini? Niuze. Nikamwambia, we, hii nyumba si ulinipa wewe, sasa inakuwaje leo tena unakuja unaitaka? Na unataka kuiuza, mimi niende wapi? Akaniambia, kwani wewe toka nilivyokupa ulikuwa na documents za nyumba? Nikamwambia nikaja kukumbuka kweli, lakini sikuaga na documents. Kwa hiyo anaishi tu pale. Nilikuwa anaishi tu, alafu sijui tu nishikwa na bumbazi, yani sikutafaka chochote wala cha kufuatilia nini, yani tu ndo hivyo. Basi akaniambia ibidi utoe vitu vyako vya muhimu, toa nyumba, mimi mteja yuko hapa aiangalie nini. Basi nikaishwa na nguvu, nilikosa raha sana, nilishwa na nguvu. Yani matatizo juu ya matatizo. Yani nikasema Mungu, haya matatizo kwa nini yananipata mimi? Yani nilikuwa sina raha sana. Nikasema sasa nitaenda kuishi wapi? Na unajua maisha yalivyo magumu. Ukua huna kitu chochote, yani huna mbele wala nyuma nini. Unaungaunga maisha yako tu. Na ile nyumba ilikuwa inanisaidia kwa sababu silipi kodi nini. Nikikaa na watoto wangu maisha yanaendelea. Basi nikafikiria akaniambia nakupa notes ya wiki moja. Wiki. Sasa nikajipiga ile wiki, nimemuomba niongezee tu, hata akaniambia mimi nina shida hapa, yani hapa nadaiwa na kuna hela za madeni, kwa hiyo hii nyumba lazima. Kwa hiyo baada hapo ikawaje? Kutokana na kwamba nilikuwa siko vizuri kiuchumi, kuna vitu vingine niliviuza pale nilipokuwa naishi, niliuza kwa sababu sikuwa na uwezo wa kuvisafisha kupeleka hadi nyumbani. Hata yule mwanaume alivyouza vile ile nyumba hakukupa chochote tena? Hakunipa chochote. Pia zaidi alinipa tu muda tu wa kuniambia yeye mwenyewe alikuwa ni choka mbaya. Na bado alikuwa anadaiwa mikopo. Kwa hiyo mimi yule ambaye alinunua nyumba nilimwambia kuna vitu nimwambia kama anataka nimuuzie, kuna vitu nimuuzia na watu wengine baadhi niwauzia. Na hizi ni simulizi za Ropai Update. Kwa hiyo baada ya kuwa umerejea nyumbani sasa. Idaro hapo. Nimefika pale nyumbani bwana, watu walikuwa wananicheka, wanasema si unajua tena mtu kwa umetoka mjini afu unarudi kijijini. Maneno huwa yanakuaga mengi sana, yeye kwamba maisha yamemshinda. Au ulikuwa ukirudi unatishia? Hamna, hata siko na maringo. Basi kwa nasema tu hana lolote sasa hivi huyu, amekuwa kapuku nini. Basi hata ndugu wenyewe unakuta wanakudharau. Unakuwa una kampani sababu kutokana na maisha ulivyorudi una chochote, upo tu. Lakini mimi sijajali, niomba tu Mungu anisaidie, nikaendelea na maisha yangu pale kijijini. Nimeendelea, nikatafuta biashara. Bahati nzuri nikapata biashara, nikaanza biashara ya kuuza mitumba. Lakini changamoto kubwa ambayo inanisumbua sana ilikuwa ni changamoto, bado ndoto zilikuwa zinakuja, ndoto za kutisha. Naota mara kwa mara na muona yule mwanaume ambaye
mshirikina yule nilikuwa nimeachana naye. Kwa hiyo yani ndoto zake zilikuwa zinajirudia mara kwa mara. Kuna siku tena yani katika ndoto ambayo ndo nikaja kuamini bado ananifuatilia. Kuna siku niliota ndoto kwamba ninaenda nyumbani kwake, ninapita nyumbani kwake. Alikuwa amesimama kwenye mlango. Akaniita, mimi nilikuwa eti napita kama njiani hivi. Akaniambia, wewe Lili, njoo hapa. Nikamfuata. Nilipomfuata akaniongelesha. Sasa kwenye yale maongezi nilikuwa na kwenye hiyo ndoto, si maongezi sikuletwa, tulikuwa ananiongelesha kitu gani. Mimi nikaota tu kama nimeondoka, nimeongea naye, afu nikamaliza nikaondoka. Sasa nimetoka tu kwake, yani ni kama tu getini, hakuna umbali mrefu. Nashangaa miguu yangu, nasema mbona miguu yangu haina viatu? Viatu nimeviacha. Nikarudi haraka. Ile narudi tu naingia kwenye geti. Namuona mlangoni kashika viatu vyangu afu anaviongelesha. Nikamwambia, acha viatu vyangu. Kwa nini unashika viatu vyangu afu unaviongelesha? Akaniambia, nilivyomwongesha tu vile kwa ukali, akavirusha. Kuna pale kwake kuna kigeti kidogo ambako ndo sehemu anapaki gari. Akavirushia kwenye hicho kigeti kidogo. Kumbe mle kwenye kile kigeti alinyunyizia dawa. Akaniambia, kafuate viatu vyako pale. Nenda kavifuate. Nikamwambia, sitavifuata, naomba nini? Uvirudishe wewe mwenyewe, unilete viatu vyangu. Nikamgombeza pale, akawa mkali. Akaniambia, sasa kama unataka kufuata acha. Nikawa nimesimama nikaomba. Ile nashtuka kwenye ndoto. Nikashangaa, nikitaka kushuka hivi, nilikuwa nimelala kwenye kochi. Nataka kushusha mguu nishuke. Mguu hautaki, mguu unakuwa mzito. Nikiangalia rudi sasa kutoka kwenye. Niko nyumbani hapo, ni ndoto. Bado kwenye ndoto au umesharudi? Yaani hapo niko kwenye ndoto. Na hapo nilipotoka kwenye ndoto ndo nimeshtuka sasa kwenye usingizi. Nilikuwa nimelala kwenye kochi. Ninashtuka hivi sasa ndo nataka nishuke. Mguu unakataa kushuka. Nikiangalia mguu umevimba hapa kwenye unyayo ule. Kumevimba. Nikifanya hivi ninasikia maumivu makali. Yaani yale maumivu yalikuwa yanauma. Yaani mguu mpaka nikasema, jamani, mguu wangu umefanyaje? Sasa ndo nikawa namuita mtoto wangu, naambia njoo. Mimi nimeshindwa kushuka hapa, njoo nisaidie. Ananiambia, mama, na wewe unajifanya. Nikamwambia, hamna, mguu unauma. Kaangalia mguu kweli. Ananiambia, mbona mguu wako umevimba? Nikamwambia, yani ndio hivyo. Sijui tu najikuta niko kwenye hali kama hii. Sikutaka kumwambia nilichokuwa nimekiota. Basi nikawa nimeshuka pale kwa kujitahidi hivyo, lakini maumivu yalikuwa ni makali. Basi niliposhuka pale nikakaa, lakini mguu kila inapokuwa, yani dakika zinavyoongezeka, mguu haufai, unauma kweli kweli. Nikaomba, nikasema ngoja niombe. Nikasema ngoja niende kwa mchungaji. Nikaenda kwa mchungaji, nikamwelezea jinsi ilivyokuwa, nilivyoota. Mchungaji akaniombea kweli sasa. Mchungaji, yani nilienda tu hapo kwenye kanisa lingine, kuna mchungaji tena, nikamwambia, ndo nikaenda akamwelezea. Basi ndo akaniombea pale, lakini mtu anarudi natembea tu na chichimea hivyo. Basi mguu, yani kila kunapokucha mguu unakuwa ni maumivu ni makali zaidi. Unavimba. Unavimba alafu unauma. Hapo sijatulia. Mtoto wangu naye anaumwa. Mtoto anaumwa, ni kuumwa. Tukasema ngoja tumpeleke hospitali. Basi mtoto, lakini nilipofika hospitali, yani kabla sijampeleka hospitali ndio niko kwenye process za kumpeleka hospitali. Nilikuwa njiani na nimetoka kama dukani hivi, natembea mida jioni. Nikakutana, yani hapo ni nyuma kidogo kabla ya kumpeleka. Kabla ya kumpeleka. Sasa ndo ameanza kuumwa, yani hata bado hajazidiwa. Nilikuwa tu nimetoka tu sehemu, narudi nyumbani mida ya jioni. Hapo mguu
mguu bado unauma. Natembea tu najitahidi, lakini bado unauma. Ila haujavimba sana, umevimba tu kiasi. Nikakutana na mtoto mdogo tu hivi, ukimwangalia kama miaka 7 hivi au 8. Mdogo. Sasa hiyo jioni nikaona mtoto. Mtoto yule akasalimia, akaniambia dada, na chukua. Nikamwambia nichukue nini? Unamfahamu? Simfahamu. Akaniambia chukua hii. Sasa namwambia hebu nione. Ndo nakiangalia naona kama kicheni. Akaniambia chukua. Nikamwambia umekitoa wapi? Akaniambia ni cha kwangu tu, chukua, nimeamua nikupe. Nikamwambia haya basi asante, nikakichukua. Akaniambia kivae mkononi. Nikakivaa. Nimevaa ile tu, nikamwambia haya wewe unakaa wapi kwani? Akaniambia tunakaa hapo mbele. Mimi nikamwambia basi poa, mimi nikaachana na ule mtoto nikaondoka zangu. Wala hata sikushtuka chochote. Nikawa nimekivaa tu kile kicheni, nimeenda zangu nyumbani. Sasa nimeenda nyumbani, mtoto kazidiwa. Ibidi sasa mtoto nini tufanye process za kumpeleka hospitali. Ila nilipompeleka tu, yani kabla ndo nataka nifanye mpango ili nimpeleke hospitali, kuna nafsi inaniambia usimpeleke hospitali. Yule mtoto nikaona ananijia, ananiambia usimpeleke mtoto hospitali. Ukimpeleka mtoto hospitali atakufa. Kwa hiyo mrudishe tu nyumbani. Alafu kuna namna utajua hapo uko njiani sasa. Hapo nimeshafika nyumbani, mtoto si amezidiwa, lakini tukaenda nini hospitali. Sasa ndo nataka nimfikishe hospitali. Hapo njiani ndo sasa mtoto ni uko tayari wewe njiani unaelekea hospitali. Basi mimi nikasema nikamwambia mama, hebu kwanza tusiende hospitali. Akaniambia wewe kwa nini unakataa kwenda? Nikamwambia hapana. Mama akagomba pale, akaniambia hamna, mtoto anaumwa hivi unasema tumrudishe tena nyumbani. Nikamwambia ngoja kwanza, kuna nafsi inaniambia nini nisiende. Kwa hiyo naomba tu mtoto arudi nyumbani. Mama hajanielewa, lakini nikasema I don't care bwana, ngoja tu niendelee nini kusikiliza nafsi yangu inavyosema. Nimerudi nyumbani kweli, mtoto tukawa tumemlaza hapo nyumbani kwenye kochi. Yule mtoto akanijia, yule aliyenipa kile kicheni, akaniambia mimi usiogope, mimi nipo hapa kwa ajili ya kusaidia. Nikamwambia wewe umetumwa na nani? Akaniambia hiyo tutaongea baadaye, naomba kwanza nifanye nikusaidie jinsi ya huyu mtoto kunini ili arudi kwenye hali yake nzuri. Nikamwambia basi sawa, hebu nisaidie, manake hapa mimi nishachanganyikiwa. Huyu mtoto akaniambia haya, pale kulikuwa na kama bakuli hivi kwa kama kina ulezi. Basi akaniambia lete hicho, alafu akaweka pale, akaniambia mnyweshe, akanipa na kadawa nikaweka pale. Nikampa mtoto akanywa. Mtoto akazinduka, alikuwa manake kama mtu ambaye amezimia. Alikuwa kama amezimia. Okay, sasa. Sasa amezinduka tu pale. Mtoto ananiambiaje, mama, hapa kwani tulikuwa wapi? Nikamwambia kwani wewe unaona tuko wapi? Si tuko nyumbani hapa. Akaniambia hamna, mimi nilikuwa kule kwa baba. Nikamwambia baba yupi? Asema baba yule ambaye tulitoka kwake. Nikamwambia ulikuwa kwa baba? Nilikuwa na baba. Nikamwambia wewe ulikuwa na baba unafanya nini nakati wewe ulikuwa unaumwa? Na mimi nilikuwa na baba tena mpaka nilikuwa nyumbani kwake. Na nyumbani kwa baba akaniambia mimi nitakuwa nakaa hapo kwenye nyumba yake kuanzia sasa. Nikashtuka, nikasema jamani, mwanaume ina maana mpaka sasa hivi ina maana anafuatilia mpaka na kwa mtoto wangu. Na mimi pale ukumbuke tena mguu wangu wenyewe unaniuma bado. Nikashtuka, nikasema sasa nitafanyaje? Mchungaji yule ambaye ndo nilikuwa nawasiliana naye mjini, mawasiliano naye yakapotea. Mambo yakawa mengi, kwa hiyo tu nikawa naomba hivyo. Lakini bado nikawa napitia changamoto, yani
yule mwanaume bado alikuwa ananifuatilia sana. Ule mguu ukawa unauma, yani mpaka hata nikitembea natembea kwa shida. Japo ulikuwa hujavimba sana. Yani ulikuwa umejaa tu kidogo. Unaona? Sasa. Nikaendelea hivyo. Sasa siku moja nilikuwa naendelea hivyo, naenda kazini kwangu, nauza mitumba yangu hivyo. Lakini biashara haiendi. Sasa nikawa najiuliza, sasa ni shida gani? Mbona najituma lakini ndo hivyo kipato tena hakiingii bila ambavyo natarajia. Sasa mpaka kuna siku rafiki yangu aliniambia hivi, wewe mbona unafukuza wateja? Nikamwambia nafukuza wateja kwani nimefanyaje? Mbona mimi nipo kazini, ananiambia wateja unakuja uwahudumie. Nikamwambia wateja gani wamekuja mimi sijahudumia? Anasema wanakuongelesha ulivyonyamaza tu unawaangalia, umekaa tu kama sanamu. Wakaondoka. Akasema wewe ule vipi huyu dada, mbona tunakuja hapo tunamwongelesha yuko kimya, ana shida gani? Nikamwambia mbona mimi namuona yupo kawaida. Anasema tunamwongelesha pale lakini haongei, hajibu chochote, yupo tu amekaa. Na wewe unajiona kama vile? Mimi sijioni, sijui chochote, yani sielewi chochote. Lakini wateja wanasema kwamba wamekuja kwangu. Wananiongelesha lakini mimi siwajibu, eti nimewaangalia tu. Nikamwambia mimi sina uhakika na hamna wateja waliokuja. Akaniambia jamani, wateja wamekuja kama zaidi ya 3 4 wote wananiambia huyu dada ana shida gani, mbona yupo hivyo tu kimya? Ana matatizo ya akili. Mimi nikamwambia nikashtuka, nikamwambia, kaniambia hebu angalia, ujiangalie sana, labda una shida. Sijajaliana naye pale kwa sababu mwenyewe nilikuwa kichwa changu hakiko sawa. Basi nikawa nimefika jioni hivi. Yani nilipofika tu jioni, ndugu yangu, yani nimefika natembea hivi. Njiani. Natembea njiani hivi nikaona kama kuna watu. Wale watu niliowaona, yani nawaona kama siwaoni, wako mbele. Nikawa sema ngoja niendelee niwafuate. Nafuata tu hivi. Yaani unaenda nyumbani au nilikuwa naenda nyumbani. Okay. Kwa hiyo kaona kwa mbele yako. Nikaona kwa mbele yangu. Sasa wale watu yani sio nataka urudi, lakini sasa utarudi wakati ndio uko ndo nyumbani. Na njia ndo hiyo ya nyumbani. Okay, sasa. Na hapo nilipokuepo nimeona hao watu. Yani sio mbali na nyumbani, ni karibu. Tena nyumbani ni kama tu unatembea hatua kadhaa ushafika. Mimi nikaona kama siwaoni. Yaani unaona kama yani kama maruerue fulani, lakini ninaona kama watu. Na wale watu nilikuwa naona mbele wako kama watu zaidi ya 3. Nimeenda nikaenda, nilipofika tu yani ndo nataka niwakaribie. Ninashangaa niko sehemu nyingine, yani yani nikatupwa, yani kama sehemu, yani kama mtu katolewa hapo kapelekwa sehemu nyingine. Yani mpaka ile hali nikasema jamani, ninaota au niko kwenye ndoto? Nikajishangaa, nilijishangaa sana. Kwa hiyo ni lili yani. Yani hiyo sio kwamba ni ndoto. Yani hiyo sio ndoto, yani ni kitu cha uhalisia. Lakini mimi nilivyokuwa ninaona hicho kitu kinavyoendelea, yani nilikuwa ninaona kama vile maruerue, yani sielewi chochote. Nimefika sasa hiyo sehemu, yani kama sehemu huko, yani kama msitu sio msitu. Alafu hiyo sehemu yani ipo sehemu inatisha, yani hata sielewi ni sehemu gani yani. Lakini baada nilipokuepo, alafu ilikuwa ni usiku. Manake mimi ule muda nilikuwa narudi nyumbani ilikuwa ndo giza linaingia. Nasikia watu wanaimba, wanapiga ngoma, wanapiga ngoma. Nikasema ngoja nifuate hizo ngoma, nipate msaada, manake hapa nilipo sijui ni wapi. Na kulikuwa kumetulia, lakini kuna kelele ndo hizo za ngoma nilikuwa nasikia. Nikiwa pale kabla sijakaribia, ninasikia wanaimba, sauti zinazoeleweka. Unazielewa sauti za nyimbo? Wanaimba nyimbo lakini nilikuwa sizielewi ni nyimbo gani. Unasikia tu sauti. Nasikia tu sauti. Wanapiga ngoma, wamemzunguka mtu mmoja kakaa katikati, wanazunguka kwenye duara lile. Wanamwimbia yule mtu kakaa katikati. Lakini nilivyoangalia kile kitendo nilichokiangalia pale, niliona kwamba sio kitendo kizuri.
yani ni kitu cha kutisha, kwa sababu yule mtu walikuwa wamemfunga alafu walivyokuwa wamemfunga, yani wamemfunga mikono na nini alafu mmoja amekaa pale katikati alafu wengine wanazunguka. Kwa hiyo kama walikuwa wanataka wamtoe nini kama kafara. Na walikuwa wamemfunga lakini wamemlaza, unaona amelazwa chali. Kwa hiyo yule mmoja akawa amemsimamia juu alafu wengine wanazunguka wanaimba. Nikaogopa, nikasema hapa siwezi kuwasogelea sababu sijui ni watu gani, lakini ile ishara nilivyoiona pale nikajawa na hofu sana, sijaweza hata kuendelea mbele. Basi mimi nikawa nazunguka naangalia namna kwamba nitapata njia ya kurudi nyumbani. Lakini najiuliza kwamba huku nimefikaje? Yaani hapo kichwa nimeshajiuliza mpaka nimechoka, afu uoga ukanijaa na wasiwasi kwamba hapa sipo sehemu salama. Nimezunguka nikaona sehemu kuna jiwe hivi kama ndani hivi lina shimo. Ni usiku hapo. Ni usiku. Nikasema ngoja nijibanze tu hapa. Maana sioni mbele, ninapoelekea ni giza tu limetanda kila sehemu. Alafu ni kama porini. Unaona, nimefika pale kwa ile jiwe nikaingia ndani. Nimeingia ndani. Kama kiupenyo. Kama kiupenyo nikapumzika hapo nimekaa. Na nilikuwa nimechoka sababu nimetembea, mguu nao ulikuwa unaniuma. Basi nilipofika tu pale nikawa nimelala. Asubuhi kuna kucha, najikuta niko kwenye limsitu likubwa, yani ni limsitu kweli kweli, alafu nasikia misauti, yani hiyo misauti yani hofu ilinijaa sana, yani mpaka nilisikitika, nikasema Mungu, mimi mwisho wangu ameisha, ndio leo sasa. Nikasema Mungu, kama umepanga nife sawa, kama ndio hivyo nisaidie nitoke hii sehemu, maana mimi sielewi hata niko sehemu gani. Basi nazunguka kama movie yani. Yani acha tu, hata ukimwelezea mtu anaona kama labda unatania. Nazunguka hivi, nikashangaa wametoka watu. Nikasikia sauti kwanza zinaongea kwamba huyu ndo anawashinda, huyu ndo mmemshindwa. Sasa mimi ngoja nifanye kazi. Sasa nikasema hao wanaongea hivyo, huyu nimemshindwa ni nani? Ni wakina nani? Nimekaa tu kama yani hata dakika haijafika sekunde, wakaja mbele yangu, yani nashangaa watu wameibukia mbele yangu watatu. Mmoja amekaa nyuma na mwingine nyuma, afu mmoja akakaa mbele. Akaambia sasa wanasema wamekushindwa, mimi nitakuonyesha. Sasa mimi nimeshikwa na butwa, niko kwenye uoga pale. Kwani shida ni nini? Akaambia, akanifuata, afu akacheka kutisha. Sasa yani pale anavocheka, alafu akawa ananiangalia, ananifuata. Sasa alivyokuwa amenifuata alikuwa ameshika kitu kama chencha kali, lakini ile kitu sijaelewa, yani liko kama kisu lakini sio kisu. Ameshika kile kitu kinang'aa, alafu sasa alivyoshika alikuwa anataka yani kama anichome. Sasa mimi uoga ule nikawa ninaogopa. Ibidi sasa alivyokuwa anakuja ameshansogelea anataka nichome, nikafanya hivi nimejizuia asipige hapa kifuani, achome mikono. Ile ampiga ile cheni, kumbe ile cheni yangu ile. Nikashangaa pale kwenye mkono nilipokuwa nimevaa cheni. Kitu kikawaka moto. Akatupwa pembeni, yani alitupwa, yani alirushwa kama kutoka hapo nilipo mpaka kama sehemu ya mbali kidogo, yani unamuona kama mbele mbali. Alirushwa, mwenzake akamwambia nilikwambia. Sasa umeona, wale wakatoweka wakaenda. Mimi nikashangaa ni nini? Mbona alipotaka kunichoma alafu nimeona kama moto umewaka hapa. Ni nini? Sijaelewa. Nikapotezea. Nikakaa tena nikananilia. Nikawa tu niko pale sielewi ni kwamba niende vipi. Nikasema ngoja niangalie njia kwamba ya kwenda nyumbani.
ninatembea hivi. Nashangaa sasa, natembea. Nafika mbele kidogo, yani nimefika kama hatua tu kadhaa hivi. Ndio hapo simu unayo? Au una simu una chochote? Simu nilikuwa nayo, lakini simu nilikuwa nikiangalia mtandao hakuna. Wala simu unayo lakini mtandao hakuna. Kama kitaka simu simuliesha kupigia hata ndugu labda. Niliangalia simu lakini mtandao ulikuwa haushiki, hausomi chochote. Kwa hiyo nikawa simu tu ninayo ikawa imezima chaji, basi nikaachana nayo. Kumulikia usiku. Nilikuwa naitumia kwenye kumulikia, basi na yenyewe ilikuwa hata ina chaji. Kwa hiyo sasa ndo naenda hivi ninaangalia yule nilivyoacha pale, yule alivyotupwa pale. Sijamuona tena na wale wengine waliondoka. Mimi ndo nakuja kusogea mbele kidogo, nashangaa ndo nimefika njia, ninajikuta yani hapo niko kama njia ya kwenda sasa nyumbani, lakini mimi sijajua kwamba ni njia ya kwenda nyumbani. Nikajikuta nimekaa. Hasa kukaja mtu akaniambia, akawa ananiita mtu wa kawaida sasa. Mtu wa kawaida. Wewe fulani. Ndio nakuja naangalia kwa jina langu. Ndio nikashtuka. Unafanya nini hapa? Mbona upo tu kama mtu ambaye hajitambui, kama mtu ambaye yani ameshukwa na kuzuba fulani. Nikamwambia mimi natafuta njia ya kwenda nyumbani, sioni. Akamwambia njia ya kwenda nyumbani? Nyumbani si pale tu unaenda hapo hatua kadhaa. Mimi nikamwambia bwana, mimi sioni. Ndo unakuja naangalia hivi, naona ndo njia ya kwenda nyumbani. Yani hapo ndo nilipo. Hapo ni majira ya saa ngapi? Hapo ni mida ya kama saa 4 hivi. Saa 4 kwenda saa 5. Ni mida tu ya asubuhi tuseme. Yani nilipokuja kuona kwamba sasa hapa niko kwenye ulimwengu mwingine. Ndo hapo safari yangu tena iliendelea, ikazidi kuwa ngumu. Huyu mwanaume alikuwa bado ananifuatilia kwa hali ya juu, kutaka kuangamiza maisha yangu pamoja na familia yangu, watoto wangu. Kwa sababu hapo tena na hapo, ndugu mtangazaji, yani na mguu ukawa ni mguu unauma. Sababu na ile mikiki. Basi ndo hapo maisha yangu yanaanza tena upya kivingine. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Update, kipindi ni simulizi na hadithi zenye maana. Hii hadithi kwa kweli, sister pole sana. Asante. Yaani kuna watu wanapitia jamani. Kama umepitia na kuna watu wanapitia. Lakini jukumu lako ni moja, kusubscribe, kulike, share na comment Ropai Update, Ropai Online TV. Lakini kama ambavyo nimekwambia, kipindi hichi kimedhaminiwa na Kavishe Bando, Seleleka. Au sio? Kwa hiyo Seleleka hapo kibabe. Tuma namba hapo mbani unge kabisa na kuunga chapu. Mwambie tu hii kodi namba ni Ropai. Mabando kama ambavyo unayaona hapo. Hiyo ni Kavishe Bando. Hadithi hii au story hii ya true story kutokea kwa dada yetu Lili bado inaendelea, lakini leo nadhani tutaishia hapa Lili, au tuna bado naweza kuendelea? Tunaishia hapa leo. Basi leo tutaishia hapa, lakini jukumu lako ni kusubscribe, kulike na comment Ropai Online TV. Lakini kama vipi, sababu dada pia anakuja kwa nauli bwana kutokea huko ambako ametokea. Na mara nyingi sana nakuwa sisi tunamsupport. Kwa kama ukitaka kutusupport pia unaweza kutumia lipa namba yetu kwamba bwana mpe basi sister hata angalau mpatie hata nauli tuseme, ili aendelee kutupatia story, au unaweza kumsaidia kama umeguswa. Namba yetu ni 22, lipa namba ya Tigo Pesa ni 22 30 13 665. Unaweza ukalipa hapo kupitia Tigo Pesa yetu ukasupport pia kipindi chetu. Jina langu naitwa Robert Kaswiza, niko na dangu Lili ambaye anatupatia story yake ya maisha. Nikwambie tu, na hizi ni simulizi za Ropai Update. Seleleka kikubwa ndio ni Kavishe Bando. Hii ni zaidi ya kamseleleko. Pata GB 5 kwa shilingi 7,000, GB 8 kwa shilingi 10,000 na GB 10 kwa shilingi 11,000 tu. Lakini kubwa kuliko, GB 15 kwa shilingi 15,000, GB 20 kwa shilingi 20,000, GB 25 kwa shilingi 24,000 na GB 30 kwa shilingi 28,000 tu. Hii ni kwa wateja wa Airtel.
ni cheki ni kuunge. Piga simu namba 0621068831. Kavishe Bando ni zaidi ya mseleleko.